Mjadala unaoendelea ambao umeweza kuibua hisia kali za baadhi ya wananchi kuweza kutamani sana hata RC wa jiji la Arusha ambaye ni Paul Makonda kuweka neno ama kutia neno katika hili ambalo linaloweza kuendelea baina ya mchungaji Josephat Gwajima na alichoweza kukizungumza mara baada ya siku 3 za nyuma kwa Gwajima kuweza kufanya press conference na waandishi wa habari, na huku akiweza kuzungumzia mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanahusiana na swala zima la utekaji. Sasa nafikiri katika press conference ambayo ilichukua zaidi ya lisali moja kuweza kuzungumza na vyombo vya habari, na lengo lilikuwa ni kufikisha ujumbe kwa kile alichoweza kukiona na kuweza kutoa ushauri kwa vyombo vya usalama na hata serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Licha kwamba kidogo nafikiri baada ya kuzungumza vile kukaibua hisia kali mara baada ya kutoa mfano ambao uliweza kumhusisha mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Abduli, baada ya kuweza kumtolea mfano kwamba inatokea yani mtoto wa rais ambaye ni Abduli anatobolewa macho alafu mwisho siku akatupwa. Je, kwa mzazi itakuwaje? Na hakuishia hivyo, aliendelea zaidi akatoa mfano pia wa waziri mkuu na akajitolea pia mfano hata kwa mtoto wake. Inatokea kwamba labda pengine mtoto wake anafanywa kitendo cha utekaji ama anafanya kitendo kibaya, manake yeye kama mzazi ni lazima atazungumza. Na huku aliendelea mbali zaidi kwamba yani kwa nini watoto wengine waonekane kama mbuzi ama ng'ombe, alafu mwisho siku labda inatokea kwa watoto wa serikali ambapo pengine watakuwa ni watoto wa viongozi wanaonekana kwamba wao ndo watu, alafu wengine labda ni wanyama. Sasa ni swala ambalo pia liweza kumfanya pia hata kwa Mwamba ambaye nafikiri pia ni moja ya mbunge wa kuaminika kabisa, mbunge wa Kinondoni ambaye pia ni Mwamba, aliweza pia kumshushia nondo na kuweza kulizungumza na kuweza kulijibu ambalo liliweza kuibua mjadala mzito hata katika maeneo tofauti, ambapo ikafikia muda na hata kwa baadhi ya watu wakiweza kutamani kwamba labda pengine kwa Abbas Tarimba ambaye ni mbunge wa Kinondoni labda pengine haikufaa kuweza kuzungumza, bado litamani sana Mwamba Gwajima angekutana kwenye pambano na Mwamba RC kutokea jiji la Arusha ambaye ni Paul Makonda. Na mpaka sasa hivi hata ukiingia katika baadhi ya mitandao ya kijamii katika harakati za kisiasa na wale ambao wamekuwa kifuatilia zaidi hii harakati wanatamani sana kumsikia Paul Makonda kwa sababu wanaamini ni final say maker kwenye chama cha CCM. Licha kama tunajua kabisa kwamba chama kinaongozwa na mwenyekiti ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan na pia hata kwa makamu mwenyekiti, na pengine wanaamini kabisa kwamba ukiachana na nguvu hiyo yote ya viongozi hawa wawili kuanzia mwenyekiti na makamu wake, lakini still Paul Makonda amekuwa na influence kubwa pale ambapo panakuwa hapaeleweki, basi amekuwa akipanyoosha na akipiga spana kweli kweli. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunategemea mpambano ukaonekana kabisa kwamba ni mpambano unaosubiriwa kwa hamu sana. Yani watu wanatamani kumsikia Paul Makonda atajibu nini ama atazungumza nini, kwa sababu kwa sasa hivi imeonekana kwamba amekaa kimya na hajataka kuzungumza, ila inapoelekea kwa hisia za wananchi na baadhi ya watu ambao wanakubaliana pia na Rais Samia Suluhu Hassan na wanaamini kabisa kwamba alichokizungumza mchungaji Josephat Gwajima pengine kinaleta uchochezi na kinaleta pia uchochezi wa chuki ama kuleta tofauti katika serikali yetu ya Tanzania. Ila nafikiri pia ni wakati sahihi kabisa kwa sababu tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo kwa nafasi ambayo watu wanatamani kumsikia Paul Makonda huenda ikawa ni sahihi, na binafsi pia ningetamani sana na ninatamani sana kumsikia Region Commissioner mkuu wa mkoa wa jiji la Arusha pia na yeye aseme lolote, yani atie neno, kwa sababu tunaamini pia spana zake zimekuwa zikiwanyosha sana wale watu ambao pengine wamekuwa wakizungumza kwa tofauti ama kwa fikra zingine ambazo zinaweza zikahatarisha amani ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo sijajua kwa ewe msikilizaji na mdau ambaye uko nasi na unafuatilia hili swala ambalo tayari limeweza kuibua mchakato wa mjadala baada ya
Gwajima kuweza kuita press conference yake na kuzungumza swala zito la utekaji ambao umekuwa ukiendelea, na akiweza kutolea mifano kwa baadhi ya walioweza kutekwa na walioweza kupoteza maisha, akiamini kabisa kwamba serikali inahusika na vyombo vya usalama vimekuwa vikihusika. Kwa hiyo alitoa ushauri, maoni, na amekuwa akizungumza bila ya kuwa na woga na akiendelea kuwa na ujasiri mzito, akiamini anachokizungumza ni ukweli na ukweli anaamini ni mchungu. Na maneno hayo yote tuliweza kuyaona katika posti yake ya mwisho kwenye mtandao wa Instagram, Mchungaji Josephat Gwajima, baada ya kuandika issue ya Gwajimanization ambayo pia iliweza kutolewa kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan, kwamba kuna wakati kwamba kuna baadhi ya viongozi inafikia muda wanakigwajimanized chama cha CCM. Kwa hiyo sasa imeonekana kama ni protocol falsafa ambayo imeonekana kwamba issue ya Gwajimanization ambayo sasa yeye Gwajima akaitolea ufafanuzi kwamba anaamini anachokizungumza ni ukweli na pengine lengo lake ni kutetea maslahi ya taifa, na ndio maana pengine labda inaonekana kabisa kama amekuwa akipingana na ufisadi unaoendelea katika taifa la Tanzania. Sasa nafikiri tusimalize sana maneno, pia kwa msikilizaji, mdau ambaye uko nasi na mwanaharakati ambaye pia unafuatilia zaidi siasa na unafuatilia pia taarifa za nchi yetu Tanzania na taarifa kuhusu viongozi wanaoendelea kuongoza taifa la Tanzania. Sasa nikupe wakati na nafasi pekee. Kwanza, matamanio yako ni kuona Paul Makonda analizungumzia hili swala ama hakuna haja? Alichokijibu tu mheshimiwa rais labda kinamtosha, yani kuwa free na hakikisha unatoa ushauri ama maoni ambayo huenda yakawa yana maslahi katika taifa letu la Tanzania. Ila hii ni Hatuboy Media, cha msingi ni kuendelea kukeep in touch na sisi, ila usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.